Bila shaka kila mmoja huzaliwa na ndoto, na wengine hukamilisha ndoto zao na wengine ndoto zao hupotea. Wengine walitamani kuwa mtu fulani na maisha yakawapeleka tofauti, wakawa watu wengine tofauti. Lakini kuna wengine hujaribu kupitia kwenye ndoto zile zile ambazo zimewajalia kwa katika muda huo na kukamilisha zile ndoto zao za awali. Na leo basi hapa tunazungumza na Dr. Nasra Nasor ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Aerospace Medical and Training Center. Ana kampuni ambaye ni daktari, alikuwa daktari wa binadamu mwanzoni, lakini baadaye akaenda kuwa daktari wa anga. Ni kwa nini alikuwa daktari wa anga? Ni kwa sababu alitamani kuwa rubani. Alifikaje huko? Changamoto zikoje kuendesha kampuni na mambo mengine mengi tutakwenda kusikia hapa, ambapo leo ndo tuko naye katika Kidani, na nikusihi tafadhali usiondoke. Na kabla ya kuondoka hapo, basi tusikilize kwa ufupi wasifu wake. Dr. Nasra Nasor Omar ni mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa Aerospace Medical and Training Center. Taasisi hiyo imejikita katika usimamizi wa dharura za kitabibu za anga, uthibitishaji wa kitabibu kwa wahudumu wa anga, pamoja na mafunzo ya kitaalamu kwa wahudumu wa ndege, wahudumu wa ardhini na watendaji wengine wa sekta ya usafiri wa anga. Dr. Nasra ni mkaguzi wa kitabibu wa usafiri wa anga wa kimataifa aliyeidhinishwa na Mamlaka ya Usafiri wa Anga ya Marekani. Ana shahada ya uzamili ya tiba ya anga kutoka Chuo cha Usafiri wa Anga cha Misri kwa kushirikiana na FAA Oklahoma, Marekani, na alihitimu shahada ya udaktari wa tiba mwaka 2016 kutoka International Medical and Technological University. Aidha, Dr. Nasra ni mwezeshaji aliyethibitishwa wa design thinking, anayejulikana kwa uwezo wake wa kuunda mazingira ya kujifunza yenye huruma, ubunifu na athari chanya, yanayochochea uelewa binafsi na kukuza uwezo wa watu. Kupitia cheti chake cha Human Intervention and Motivational Study kutoka FAA, Dr. Nasra pia hutoa msaada wa wataalamu wa sekta ya anga wanaorejea kazini baada ya kupona changamoto za matumizi ya dawa za kulevya pamoja na vilevi. Amechangia kwa kiasi kikubwa katika maendeleo ya sekta ya anga kwa kushirikiana na taasisi na mashirika makubwa kama Air Tanzania, Precision Air na Chuo cha Taifa cha Usafiri NIT, ambapo alishiriki katika uundwaji wa miongozo na moduli za mafunzo ya anga. Mbali na taaluma yake, Dr. Nasra ana shauku kubwa katika ushirikishwaji wa jamii, kuwaongoza na kuwalea wanawake, vijana, pamoja na kuendeleza vipaji vyake katika uzungumzaji wa hadhara, kazi za mikono, yani handicrafts, na biashara za kijamii. Dhamira yake ya kushirikisha maarifa, kujenga uwezo wa wengi na kuleta mabadiliko chanya inaakisi safari yake ya kitaaluma na kibinafsi. Naam, huo ni wasifu wa Dr. Nasra ambaye niko naye hivi sasa. Naam, habari Dr. Salama. Za siku. Unaendeleaje? Nashukuru. Miaka kadhaa hivi hatujaonana, lakini leo tumeonana. Naam. Ilikuwaje ukaenda kwenye uwanda huo wa daktari wa tuseme wa anga? Ilikuwaje? Ulifikaje huko? Kwanza kabla ya kuwa daktari nilitamani, baada ya kumaliza kidato cha 6, nilitamani sana kuwa pilot. Lakini kwa sababu ya mazingira na unajua hali ya maisha, mimi mzazi wangu ambaye alikuwa tunakuwa anayefanya kazi alikuwa ni mama. Na alikuwa ni mwalimu wa sekondari. Kwa hiyo ukiangalia kima cha mshahara alichokuwa nacho hakiwezi kuakisi kile kitu ambacho mimi nakihitaji. Kwa sababu ili usome angalau kwa miaka hiyo, ili uweze kusoma uwe rubani, angalau uwe na milioni 100 hivi. Ndio. Sasa hivi imeongezeka, lakini imagine kipindi hicho labda 2012 kuweza kuwa rubani inahitaji hiyo pesa. Na mamangu mimi mashallah amebarikiwa watoto 9. Kwa hiyo na mimi ni mtoto wa pili kati ya hao. Kwa hiyo ukiangalia una wadogo zako wengi. Na kipindi hicho wakati mimi nimemaliza form 6 tayari tuko 8, kakangu alishafariki, lakini mimi ndio kama mtoto wa kwanza wa kike. Alafu mama labda aende akakope tena, akaombe, akafanyeje, na ni nyingi hata na kwa kima cha na hali ya maisha ilivyokuwa. Kwa hiyo akanishauri nenda ukasome udaktari, kwa sababu umefaulu vizuri, huwezi ukaacha kusoma kwa sababu hujapata tu hiyo fursa. Sasa mimi nienda kusoma udaktari. Lakini bado ile hamu yangu ya kufanya kazi
sehemu ambayo naipenda zaidi bado ilikuwepo. Kwa hiyo nilimaliza kumaliza chuo baada ya miaka 5, tukafanya mafunzo ile ya mwaka mmoja ambayo ni internship. Baada ya kumaliza nikaanza kutafuta kazi. Sasa kwenye kutafuta kazi 2016 2017 nikaona kwamba inawezekana mtu kuweza kufanya kazi nje ya hospitali. Unaweza kuwa daktari lakini usifanye kazi hospitali. Kwa sababu hospitali watakwenda wagonjwa, lakini kuna watu ambao wanahitaji msaada wa kiafya kabla ya hata kwenda hospitali. Kwa hiyo nikaona kumbe kuna fursa nyingine ambayo kama daktari unaweza ukafanya hivi. Kwa hiyo nilianzia hapo. Okay. Lakini safari yangu ya kutoka sasa hapo kwenda kwenye aviation ilikuwa mimi nikiona kuna fursa na itafuta, na wakati mwingine fursa haiji bure. Inaweza kuja kwa maana kwamba kuna nafasi za masomo lakini unatakiwa ujilipie. Kwa upana hiyo elimu ya afya ya anga ukiangalia kwa Tanzania ipo kubwa kiasi hicho? Hapana, na hasa kwa mwaka ambao mimi nilienda kusoma 2018 19 bado kulikuwa nahisi kuna madaktari kama 2 3 tu ambao wameweza kusoma. Na sasa hivi kwa madaktari ambao wana leseni ya afya ya anga sina uhakika, lakini hatuzidi 12. Hatuzidi 12. Kwa hiyo uone kabisa jamii inakuwa, lakini pia tasnia ya anga inakuwa, lakini upeo wetu wa kuwa na resources au kuwa na watu ambao wanahudumu ndani ya afya ya anga kwa tasnia hiyo ni wachache sana kulingana na mahitaji yaliyokuwepo. Kwa hiyo bado tuna hiyo changamoto ambayo tunatakiwa tuiangalie kwa namna gani labda serikali wanaweza kusaidia kutoa labda nafasi za masomo au kuanzisha chuo ambacho si lazima Mtanzania atoke nje ya Tanzania kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kusoma hicho kitu, kwa sababu mpaka sasa hivi hatuna hicho chuo kwa hapa Tanzania. Kwa hiyo inamhitaji mtu ambaye anataka kujifunza kitu kama hiki asafiri kwenda sehemu nyingine. Na bado hatuna nafasi za masomo za bure ambazo zinatoka kwenye serikali zinazo moja kwa moja zinazomwezesha Mtanzania kwenda kusoma nje kwa ajili ya swala hili. Najua mara nyingi ukiingia kwenye ndege unamwona yule mtu pale mbele anasema utafunga mkanda hivi, utashusha sijui mkandamizo wa hewa ukizidi sijui hivyo vitu kama hivyo, zile instruction ndogo ambazo unapewa. Unafikiri kweli watu wanazizingatia, na kama ikitokea kweli mimi au mtu mwingine anaweza kufanya hivyo? Mhudumu wa ndani ya ndege kwanza asili yake alikuwa ni mhudumu wa afya. Alikuwa ni nurse. Lakini kwa sababu ilitokea kuna wakati ambao wahudumu wa afya walihitajika kwenye vita vya dunia, ikatokea kwamba wale wahudumu wa ndani ya ndege wakachukuliwa kwenda kwenye vita vya dunia. Kwa hiyo ikaonekana kumbe kuna umuhimu wahudumu wa ndani ya ndege kujifunza masuala ya afya, kwa sababu wanabeba abiria na wengine kuna masafa makubwa sana. Kuna watu wanaenda masaa 12. Sasa na kule hakuna matawi kama utakipata utashuka. Kanuni za mamlaka ya usafiri wa anga zinaambia kabisa kwa mhudumu wa ndani ya ndege ni lazima ajue namna ya kumhudumia mtu ambaye amepata tatizo la kiafya. Yaani sio kwamba tumeliweka tu sisi, lakini inaongozwa na kanuni za mamlaka ya usafiri wa anga. Kwa hiyo kweli wanafundishwa la kwanza, kwa hiyo sio kugawa chai tu, lakini wanatakiwa wajue namna gani ya kuweza kumsaidia mgonjwa. Kwa hiyo wao tunaita safety officers on board. Yaani wao ndio wakuu wa usalama ndani ya ndege. Wao ndio wanatakiwa waangalie usalama wa ndege, usalama wa abiria na usalama wa watu wote ambao wamo ndani ya ndege. Kwa hiyo ni jukumu lao, na ndio maana ni muhimu sana kuwasikiliza, kwa sababu ikitokea athari yoyote, kila mmoja inabidi ajue namna ya kujiokoa kabla ya kumwokoa mwingine. Changamoto zikoje eneo hilo? Kuanzia kwenye labda elimu yako. Najua sasa hizi umefungua kampuni, utakuja pia kujua changamoto za kufungua kampuni hasa kwenye mazingira ambayo inawezekana watu wanauelewa lakini hawana huo uwezo mkubwa kuja kufanya hiyo kazi. Changamoto ya kwanza ni kwamba umeingia kwenye sekta ambayo kwanza watu walijua kwanza ili uwe daktari wa aviation lazima uwe umestaafu. Ndio, kwa sababu haikuwa inajulikana sana, na hata hao watu wa mwanzo walioanza. Sasa ustaafu si miaka 50 na ndio unaenda kwa daktari. Unakuta umeshastaafu kwa daktari miaka 50 uko nyumbani. Labda umepata kiinua mgongo, unafungua ka kliniki kako. Unaanza kusoma hivyo vitu ABC. Kwa hiyo sasa hata tulivyoanza
mimi nilikuta wazee. Kwa hiyo hata vile kutaka ushauri, mimi kuna wakati nilikuwa baada ya kujua hii tasnia kutaka ushauri, sasa nilimfuata baadhi ya watu wakaniambia, unawezaje wewe ndo kwanza mdogo, unawezaje hii tasnia ya watu ambao ni watu wazima? Kweli utaweza mikiki ya... Kwa hiyo unakuta umeingia, ni mtoto wa kike. Ni mtoto wa kike, alafu hao madaktari waliokuwa wanatolewa mfano wote ni wanaume. Kwa hiyo ukiangalia unasema taweza kweli? Kwa hiyo hiyo ni moja, ilikuwa ni changamoto. Lakini kitu kingine ni kwamba sio watu wengi wanaitambua. Kwa hiyo hata mzazi wako ukimwambia nenda kusoma aviation medicine hakuelewi. Alafu kuna kitu ambacho nimekiona pia ni changamoto, ni kwamba sisi watoto wa kike tunaweza tukatumika kwa namna ya unapewa cheo ambacho hakina maslahi. Yaani mimi nilivyokuwa sehemu ambayo nimeanza kufanya kazi, nimeanza kuitwa manager. Sasa ukiitwa manager unasema hapa ndio nafasi hii, au unakuta naambiwa wewe ndio wewe utakuwa unasimamia hii sehemu yote, lakini manager na mshahara hauendani, au huna incentives zinazo kusaidia, hukui, unakuta unatumwa zaidi kuliko sababu ya cheo. Umetajwa unaitwa manager, na wanafanya hivyo kwa kujua. Unakuta wao, yule tu mtu ambaye anafunga geti na kufungua analipwa zaidi kuliko wewe, kwa sababu wewe umelitaka hilo jina. Kwa hiyo pia ni kitu ambacho nimejifunza. Lakini ndani ya hizo changamoto mimi nilijifunza na vitu vingi kwenye masuala ya uongozi. Kwamba ukiwa na nafasi ya uongozi, kuna wakati unatakiwa uongozi, sio kwamba kuna ubinadamu ambao unakufanya wewe yani muongozaji, kiongozi mzuri. Ya kwanza ni kuonea huruma watu ambao unawaongoza. Lakini pia uone vaa viatu vyao. Kuna siku anapatwa na shida yule, unawezaje kumsaidia? Au angalia, ingekuwa mtoto wangu kweli, ningekuwa na ruhusu mtoto wangu afanyie kitu kama hicho. Kwa hiyo ni vitu ambavyo pia tunatakiwa tuviangalie, ambavyo mimi nilichukua kama miaka 3 kugundua kwamba hawa hawanifanyii haki. Na ni kwa sababu mtoto wa kike umeenda nyumbani, unarudi, mzazi anakwambia vumilia hiyo sehemu, utakuwa na hivyo, yani usitaki mambo makubwa. Kwa hiyo unakuta hivyo, lakini ikifika wakati umechoka unaacha. Na I think kuna sehemu kigota unasema hapa basi tena. Ambayo mimi ilinifanya nione kwamba kuna haja ya kuwa na changu, lakini pia kuna haja ya kuwa bora zaidi. Nahisi hapa kama sijitendei haki, nifanye kitu cha ziada. Nashukuru kwa njia ambayo nimepita, kwa sababu nahisi ni njia sahihi niliyopita. Hata kama ningerudi tena na tena, I think ni njia sahihi. Mimi nahisi ni njia sahihi niliyopitishwa, kwa sababu nimenifunza vitu vingi kabisa. Mimi nimeanza kampuni kwetu sisi, babangu na mamangu sio wafanya biashara, hawakuwa na fedha, lakini nimeweza kujisimamia mwenyewe. Kwa hiyo mimi pia nafuma hizi unazoziona nafanya mwenyewe. Kwa hiyo hizi rangi humu ndani, picha zile unazoziona nachora mwenyewe. Kwa hiyo kipindi hicho pia nikajifunza kuwa msanii. Kwa hiyo uone kwamba sio tu matatizo yanaweza yakakufanya uanguke, lakini matatizo ni moja kati ya darasa zuri sana. Mimi naona mtu akipata matatizo ndio sehemu yake ya kukua. Yes. Naam, kama kwanza unawasha luninga yako, kipindi hewani ni Kidani na mimi ni Sauda Hussein, na tuko hapa na Dr. Nasser Nassor ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Aerospace Medical and Training Center, kwa maana ya daktari wa masuala ya anga. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutaendelea. Tumerejea baada ya mapumziko hayo mafupi na bado tuko hapa na daktari. Sasa una kampuni yako, na kama ulivyogusia kidogo kwamba hata wazazi hawakuwa na hilo daraja la biashara na nini. Kwa hiyo ni kama msichana ambaye yuko kwenye safari akiamini nguvu zake yeye na za Mungu katika kujiongoza na watu baadhi ambao wanaweza kumsaidia. Ni rahisi kiasi gani kuendesha kampuni ama ngumu kiasi gani? Sio rahisi kabisa. Kabisa kuendesha kampuni kama kweli unaitaka hiyo kazi yako si rahisi. Kwanza inahitaji muda. Inahitaji mafunzo, lakini inahitaji yani kuwe na msingi wa hiyo kampuni ni nini? Msingi sio fedha. Wala msingi sio kwamba una idea kubwa.
ni kitu gani ambacho kimekufanya wewe ufanye hicho kitu. Wazungu wanasema your why, yani value yako ambayo hata kama ni leo aerospace ikija ikianguka bado utasimama, ni kitu gani? So dhamira yangu mimi ya kuweza kuwasaidia watu ambao wanapata shida nje ya hospitali ndio dhamira ambayo imenifanya aerospace. Dhamira yangu mimi ya kuwasaidia vijana ambao hawajui namna gani ya kuanza wanapopatwa na matatizo ndio moja kati ya msingi wa hii taasisi. Na kingine ni kumuonyesha binti wa kawaida kwamba kuna kitu unacho ndani yako, kitafute. Ndio dhamira ya kuanzisha hii kampuni. Kwa hiyo mimi hata leo mtu akija akisema anaiondoa aerospace itabaki, itakuwa zaidi ya hapa ilipo kwa sababu dhamira haiwezi kuondoka. Hiyo ndio dhamira. Kwa hiyo kwa mtu yote ambaye anaanza kampuni ajue sio fedha wala sio the business idea itself. It's your value towards what you're doing. It's your value kuona ni namna gani naweza kuondoka kwenye sehemu niliyokuwa nikue zaidi hapo ili watu wengine pia wajifunze ndani ya safari yangu. Hiyo ndio dhamira ambayo imenifanya mpaka leo ni hapa. Kingine, usiogope kuomba msaada. Na msaada huu ni msaada wa watu wa kuweza kukusaidia kimaarifa. Jifunze kutoka kwa watu ambao wana ujuzi zaidi yako, lakini jifunze kutokana na watu ambao wamepata na changamoto zaidi za kwako. Kwa sababu unaweza kuwa na changamoto zikasi kubwa, lakini kuna watu wamepata zaidi na wameweza kuinuka. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo ningetamani kumwambia kijana, kama unataka kufanya kazi hivyo na chochote ulichokuwa nacho kianze. Yani wewe usiseme kwamba mimi nataka labda milioni 100, huwezi kuzipata kwa kawaida kwa msichana au kwa kijana wa kawaida kuzipata milioni 100 kwa wakati mmoja. Lakini umeanza biashara yako kwa kiwango kidogo ulichokuwa nacho, dhamira yako inakupeleka wapi? Lakini pia tunajisahau, lakini Mungu ana makusudi yake kwa kila kitu. Yani uwezo wako wa kuamini kwamba Mwenyezi Mungu, hata kama ukianguka leo, kuna siku Mwenyezi Mungu atakuinua. Lakini humwachii yeye kwamba nime give up. Unampa yani wewe unafanya jitihada yako mpaka pale uwezo wako wa kibinadamu umeisha, Mungu anaingia kati. Boss Nasra ama Dr. Boss Nasra, ni vitu gani ambavyo hawezi kumfanyia mfanyakazi wake hata iweje? Kwanza kama mimi mfanyakazi ambaye anafanya kazi zake vizuri, akikutwa na tatizo, huliacha lile tatizo likawa ni la kwangu. Umepatwa na msiba, umepatwa na tatizo, leo siwezi kuja kwa sababu nina kimoja kingine kitatu. Unamuelewa kwa sababu huenda wewe ukiwa kwenye hiyo sehemu hukupata nafasi ya kusikilizwa. So ya kwanza ni kumsikiliza kwanza nani. Kwa hiyo kitu ambacho siwezi kufanya ni kutokumsikiliza mfanyakazi wangu. Lakini la pili, mimi sikupata nafasi ya kupata elimu ya ziada kutoka kwa watu ambao walikuwa juu yangu. Kwa hiyo mimi nilichofanya, wafanyakazi wangu wote nimewafundisha first aid. Lazima nimetoa hiyo elimu lazima. Na wafanyakazi wangu wote wana vyeti vya Marekani ambavyo vinawasaidia kwenye basic life support. Kwa hiyo first aid, kwa hiyo hata kama wakifanya kazi yao, kazi zake mtu za kawaida, ukuta tu mtu wa matangazo au mtu tu wa reception au mtu anafanya tu account, lakini anajua 1, 2, 3 ikitokea dharura nawezaje kumsaidia. Ni taaluma ambayo hata akitoka leo ofisini akienda sehemu nyingine anaweza kupata. Katika kitu kingine ambacho mimi sitaweza kukifanya ni kumwacha mfanyakazi wangu abaki pale alipo. Yani unakuta leo unaweza kuwa na kazi hapa, lakini kesho mimi nikafariki, au kuna mtu mwingine baada mimi kufariki kuna bosi mwingine akaja. Ni lazima kuwa kuna uwezo wako binafsi. Mimi nikiondoka huo unaweza kukifanya kitu. Kwa hiyo mimi kila mwaka ukaa na wafanyakazi wangu nikauliza maono yako ya mwaka ujao ni. Yani nikikuuliza leo 2026, ikifika Disemba 2026 unaniahidi kitu gani? Kwa hiyo kuna mmoja anasema mimi nilitamani kuwa na duka labda la nguo za mitumba. Kwa hiyo ili tuwe na nguo za mitumba tunafanyaje?
Kwa hiyo ni lazima kuwe kuna kiwango cha fedha ambazo unatakiwa ukisave ili wewe uweze kufanya hivyo. Kwa hiyo tunasaidiana hapo. Kwa hiyo mimi siwezi nikamwacha mfanyakazi wangu 2025 atoke 2026 aingie akiwa hajafanikiwa kupata chochote chake binafsi. Vitu gani unapenda vya katika maisha tu ya kawaida? Kitu gani unavutiwa nacho ama unapenda? Mimi tasnia ya sanaa ni mfumaji mzuri, nafuma na kila siku nafuma. Ni moja kati ya kitu lazima nifanye. Okay. Kusoma vitabu kwa sababu ni moja kati ya kitu ambacho niliona ni daraja kubwa la kunifanya niwe bora zaidi. Kwa hiyo mimi haipiti siku lazima nisome. Na mwaka huu nilisema, kwa sababu wakati mwingine unaweza kusoma ukahisi labda naweza nikasoma alafu nisiwe na motisha ya chochote. Kwa hiyo nimewatafuta watu wangu wawili watatu, kwa kila siku lazima tuulizane umesoma wapi mpaka wapi. Kwa hiyo ni msomaji wa vitabu, lakini pia tunasaidiana na mabinti wengine kuweza kufanikiwa hilo jambo, kwa sababu sasa hivi wakati mwingi wasichana vijana wako kwenye mitandao ya kijamii, hawafanyi kazi zozote. Kwa hiyo unaweza kukuta muda wako wa kusoma, wa kujifunza unapotea kwa sababu umekaa kwenye simu, unapoteza muda. Kwa hiyo pia tunajifunza hicho. Lakini pia ni mwalimu mzuri. Mimi napenda kufundisha zaidi kuliko kutibu. Kutoka pilot, daktari mpaka kuwa mwalimu. Ni kitu gani kwa vijana, kwa kumalizia, ukikiangalia kinakuudhi? Yani vijana vitu tunavyovifanya vinakuudhi, unaona kabisa tunapotea? Mimi nasema tumekosa msingi wa kusikiliza na kusikilizwa. Ndio tumekosa msingi huo. Nahisi hapa ndo kwenye sehemu ambayo tunatakiwa tujenge, kusikiliza na kusikilizwa, kwa sababu sio tu mtu anaweza kuja na idea yake nzuri ya biashara, lakini kuna watu ambao wamepitia kwenye njia hiyo. Msikilize, kapita hapa, kaenda hapa, kaenda hapa, kafanikiwa vipi mpaka imekuwaje. La kwanza. Lakini msikilize, lakini na wewe usikilizwe. Kwa hiyo tafuta sehemu ambayo, au tafuta watu ambao wanaweza kukusikiliza. Kwa sababu mabinti, vijana kwa ujumla wanapitia matatizo mengi ambayo yanawafanya wasimame, wasite kabisa kuzitafuta zile kujiendeleza kwa namna hiyo. Na unakuta hatuwezi kufanikiwa, mtu anapata frustration, anabaki kwenye social media kuanzia asubuhi mpaka jioni, kwa sababu amekosa sehemu muhimu ya jamii ya kusikilizwa na yeye mwenyewe kusikiliza. Tulipata changamoto ambayo mimi nilivyoanza 2018 2019 hakukuwa na mitaala ambayo inazungumzia masuala ya aviation medicine kwenye tasnia ya anga. Kwa hiyo nilifanya jitihada mbalimbali, nikaanza kwa sababu ya muda niliopata, nikaanza kuchora vikatuni ambavyo vinaashiria kwamba ukifanya first aid ya hiyo unafanya hivi. Kwa hiyo kwa muda miaka 6, lakini ilinichukua kutengeneza kitabu, na sasa hivi tuna quick guide to aviation first aid ambayo ipo inapatikana. Tumekiuza kwa nafasi yetu, lakini bado tunaendelea kukiboresha kwa namna nyingine, ili watu wengine ambao wanatusikiliza, watu wengine ambao wanataka kujifunza huduma za dharura wanaweza kujifunza kutoka kwa hicho. Kwa hiyo pia ni moja kati ya zao la 2025 kuingia 26. Okay. Hongera sana. Na mtazamaji wa Kidani, tunamaliza hivyo siku ya leo. Nikushukuru sana kwa muda wako mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Hakika tumejifunza mengi sana, kwa wale ambao tulikuwa hatujui kabisa kwamba kumbe kuna madaktari wa anga. Mara nyingi tumezoea kwamba labda ni madaktari tu wa binadamu, na pia kuna fursa nyingi sana za kujifunza wewe. Daktari pia ametuambia fursa zilizopo, lakini kikubwa pia hata wewe ambaye unafanya kazi nyingine unaweza pia ukawa mtaalamu wa first aid, ukaja hapa ukajifunza, ikawa ni sehemu yako nyingine ya kipato. Lakini kwa kumalizia, ameongea pointi muhimu sana kwamba vijana wanahitaji kusikiliza na kusikilizwa, lakini pia kuuliza ni jambo muhimu sana. Na sina la ziada siku ya leo. Kuna namba ya simu ambayo inapita hapo chini kwenye skrini yako 0688 475656. Pia unaweza kutembelea mitandao yetu ya kijamii, andika UTV TZ ama Azam TV TZ.
Mpaka wakati mwingine, kwa sasa, kwa heri.